Karibu sana mwanafamilia ya Uhondo TV. Jina langu ni Fadhili Komba. Marekani yapanga kupeleka wanajeshi wa ardhini nchini Iran. Maafisa wa jeshi la Marekani wanafanya maandalizi ya kina wa kupeleka wanajeshi wa ardhini nchini Iran, kwa mujibu wa mshirika wa BBC nchini humo CBS News, ikinukuu vyanzo kadhaa visivyotajwa majina vilivyofahamishwa kuhusu mjadala huo. Maafisa waandamizi wa Pentagon wanatoa maombi maalum ya kupanga hatua kama hiyo, CBS inaripoti. Mipango hiyo pia inajumuisha mazungumzo kuhusu jinsi Marekani itakavyoshughulikia kuwashikilia wanajeshi wa Irani iwapo wanajeshi wa Marekani watakuwa nchini humo, kulingana na maafisa wawili walionukuliwa. Siku ya Ijumaa, Rais Donald Trump alisema kuwa Marekani ilikuwa inazingatia kupuuza operesheni zake dhidi ya Iran. Hapo awali aliwaambia waandishi wa habari kwamba hataki kusitisha mapigano. Pia alisema kuwa hana mpango wa kupeleka wanajeshi wa ardhini mahali popote, akiongeza, kama ningekuwa na mpango huo bila shaka nisingewaambia. Wizara ya Ulinzi haijajibu ombi la BBC la kutoa maoni kuhusu taarifa hizo za uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi. Kamandi kuu ya jeshi inayosimamia operesheni za kijeshi za Washington katika Mashariki ya Kati ilikataa kuzungumza kuhusu uwezekano wa hatua hizo. Israeli na mataifa ya Ghuba yajibu mashambulizi. Israeli imejibu mashambulizi kadhaa katika saa chache zilizopita ambayo jeshi la Israel linasema ni ya Iran. IDF imethibitisha kwamba ujumbe uliotumwa kwa umma kama hatua ya tahadhari, huku mifumo ya ulinzi ikifanya kazi ili kuzuia tishio hilo. Saudi Arabia inasema imekamata ndege nyingi zisizo na rubani usiku kucha, huku nchi jirani ya Kuwait ikithibitisha kwamba mfumo wao wa ulinzi wa anga ulikuwa umewashwa kujibu makombora na vitisho vya uhasama vya ndege zisizo na rubani. Kama tulivyoripoti hapo awali, Irani imetoa vitisho vya kushambulia mji wa Ras Al Khaimah wa UAE kwa nguvu kubwa kama sehemu ya mzozo kuhusu visiwa viwili vinavyokaliwa na Iran lakini vilivyodaiwa kwa muda mrefu na Emirates. Waziri Mkuu wa Irani: tuko tayari kuzisaidia meli za Japani kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Abbas Araghchi ameiambia Kyodo News ya Japani kwamba Irani iko tayari kuhusu kupita kwa meli za Japani kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Araghchi alisema kwamba majadiliano na Japani tayari yameanza kwa malengo ya kuondolewa kwa muda kwa kizuizi hicho, chapisho hilo liliripoti. Afisa wa serikali ya Japani aliambia Kyodo kwamba mazungumzo ya moja kwa moja na upande wa Irani ndiyo njia bora zaidi ya kuondoa kizuizi hicho, akijibu matamshi ya Araghchi. Waliongeza kuwa uangalifu mkubwa lazima uchukuliwe ili kutoichokoza Marekani, wakibainisha hata kama meli za Japani zitaruhusiwa kupita kwenye njia ya maji, haitatatua mgogoro unaoendelea wa nishati. Afisa mwingine kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Japani alisema ni ya kweli yaliyo katika kauli ya Araghchi inapaswa kutathminiwa kwa makini. Marekani yaruhusu mauzo ya muda ya mafuta ya Irani yaliyokwama baharini. Wizara ya Fedha ya Marekani imeondoa vikwazo kwa mauzo ya mafuta ya Irani ambayo yako kwenye meli zilizo baharini kwa muda wa siku 30 katika juhudi za kudhibiti bei za mafuta duniani. Idhini hii ya muda mfupi itaruhusu takriban mapipa milioni 140 ya mafuta kuingia katika masoko ya kimataifa, Waziri wa Fedha Scott Bessent alisema katika taarifa iliyochapishwa katika mtandao wa X siku ya Ijumaa. Bessent alisema Iran itakuwa na ugumu wa kupata faida yoyote ya kifedha itakayotokana na mauzo hayo. Idhini hiyo ni kwamba mafuta ambayo tayari yamesafirishwa baharini tu na haitoi nafasi ya ununuzi wa mauzo mapya au uzalishaji mpya wa mafuta, Bessent alisema. Bei ya mafuta na gesi imepanda kwa kiasi kikubwa tangu vita kuanza wiki 3 zilizopita,
na baada ya mashambulizi ya Iran kulenga miundombinu ya nishati katika eneo la Mashariki ya Kati.